Leo asubuhi hapa kijijini kuna kikao cha familia kwenye hii nyumba. Hiki kikao ni cha msiba, lakini familia imenuna mara 10 kuliko kawaida. Kwenye hili gari linaloingia sasa hivi, kuna jamaa anashuka kwa ajili ya kuhudhuria hiki kikao. Familia inanyanyuka na kumfuata. Huyu jamaa mwenye vesti ni Haifan, anamlalamikia kaka yake kuwa ni tajiri. Wewe hebu acha kumwambia mume wangu ni tajiri. Madam, kaa mbali na hili. Kwa hiyo kaka, umekuja hapa kwa sababu baba amefariki. Huyu jamaa analalamikiwa na familia yake kuwa hajashiriki kumtibu baba yake kipindi ni mgonjwa, wakati muonekano wake unaonesha kuwa ana pesa za kumtibu baba yake. Kitu hiki kimemfanya baba yake kufariki bila kupewa matibabu yoyote yale. Jamaa analazimisha kuingia ndani, lakini bado anazuiliwa na mdogo wake. Pia huyu ndio kaka mkubwa wa familia hii, na hawa wanaomzuia ni wadogo zake. Huku wamejaa hasira vibaya sana. Hivi ni haki unachokifanya? Hata kama si haki, huyu jamaa aingie humu ndani, haki ya Mungu tena. Jamaa anaitwa Jidena, ndio kaka mkubwa, lakini hajafanya vizuri kutomtibu baba yake mpaka baba yake akafariki. Unajua wewe ni mdogo wangu, mimi sikuogopi. Kama ukizidi kunizuia na kuua, Jidena huwezi kufanya chochote hapa. Jidena anazidi kulazimisha kuingia ndani, lakini mdogo wake anamzuia sana. Jidena anaamua kwenda kuchukua silaha kwenye gari. Haifan naye akaingia ndani kuchukua panga. Basi raia wakaanza kuzuia huu ugomvi wa familia. Baada ya maelewano, wazee walikuwa wanamwambia Jidena kuwa alichofanya si kitu kizuri. Kwa nini hakutuma hata pesa kidogo ili baba yake anunuliwe hata dawa? Lakini pia angekuja hata kijijini kwa ajili ya kumtibu baba yake. Huenda angeokoa hata uhai wa baba yake. Lakini mimi sio sababu ya yeye kufa. Hata kama sikumpeleka hospitalini, kama kafa tu. Mimi sio Yesu Kristo wa kumzuia mtu kufa. Kwanza nilikuwa bize na nisingeweza kuja nyumbani. Yaani ulivyokuwa bize, hujaja nyumbani na hata ukutoa pesa za kumpeleka baba yako hospitalini. Mbona matajiri wengine huko mjini hawafanyi kama ulivyofanya wewe? Sasa hapa pembeni kuna mdogo wake wa kike anaitwa Joyce. Analia kwa machungu sana kuwa kakake Jidena ana pesa sana, lakini hajawahi kuwatumia hata pesa ya kula. Yaani kawatelekeza vibaya. Hata nyumba anaokaa ni mbaya kuliko ya kwake. Na akamwambia kuwa kabla baba yake hajafa kuna maneno mazito aliyoongea. Ndio tunapata story nzima baba yao, jinsi alivyokuwa anaumwa na Joyce akiwa anamtibu. Mzee aliumia sana kuona mtoto wake Jidena hajaja kumtibu wala hata kumtumia pesa ya matibabu. Na mzee akamkana Jidena kuwa anajuta kuwa na mtoto kama yeye, kisha akakata moto. Joyce alilia sana, kaka yake anafika haamini anachokiona. Ilikuwa ni ngumu sana kipindi hicho kuona wamempoteza mzee wao. Baada ya Joyce kumaliza kuelezea, jamaa alikuwa hana hata wasiwasi wala machungu yoyote yale. Baada ya kumalizika kwa kikao, jamaa aliona bora asepe zake. Lakini familia inaumia sana kwa kukosa mchango wa Jidena. Sasa kwa nini huyu jamaa haogopi jambo lolote lile na hataki kuisaidia familia yake wakati yeye ana pesa? Hapa sasa ndio nyumbani kwa Jidena. Msela ndio kafika mjengoni kwake, yani pesa kama zote. Humu ndani mwanamke akaanzisha lawama zake na yeye. Unaona walivyoniaibisha na wewe umekaa tu kimya. Jidena anaona anachanganywa na hizi kelele, akaamua kwenda chumbani. Baada ya muda wakaja hawa mapacha. Hawa ni watoto wa huyu mama na baba yao ni Jidena. Mmoja anaitwa Erika na mwingine anaitwa Sofia. Baada ya salamu wakamuulizia baba yao. Mama akamwambia kuwa baba yao yupo chumbani. Watoto wakaenda kumuona mzee. Ni ushua fulani hivi kwenye hili jengo. Humu chumbani mzee bado ana mawazo sana kwa kile kilichotokea. Muda huo watoto wake wanaingia ndani wakiwa na furaha sana. Basi wakamsalimia mzee kwa furaha kubwa. Kamoja kakamuuliza baba yake alienda wapi. Nilienda kwenye mazishi ya babu yenu. Basi watoto wakamfariji na kuonesha upendo wao kwa baba yao. Jidena naye anaonekana anayependa sana familia yake. Palipokucha kuna gari inaingia humu ndani kwa Jidena. Kuna watu wawili wamefanana sana wanashuka na kumsalimia mlinzi. Mlinzi anawapenda hawa washikaji kwa sababu wana roho nzuri sana. Washikaji na wenyewe hawakwepeshi, wanamwachia kibunda mlinzi na kuzama ndani. Hawa majamaa ni marafiki zake na Jidena. Mmoja anaitwa Desmond na mwingine anaitwa Chris. Hapa wamekuja kumpa pole Jidena kutokana na msiba baba yake. Basi baada ya kufarijiana wakaona bora waondoke zao, huku Jidena akitoka nje na kuwasindikeza. Muda kidogo Jidena anaonekana amekaa na bibi wa zamani sana na wanaongea mada za msingi. Huyu bibi anaitwa Amuma. Huyu Amuma ni mzimu na sio binadamu wa kawaida. Na inaonekana kabisa Jidena anajishughulisha na nguvu za giza. Cha ajabu mke wake akatokea na kumsikia mume wake kama anaongea na mtu. Unaongea na nani? Hakuna mtu. Hamna mtu Mke amesikia kabisa sauti ya kike humu ndani, lakini hauoni huu mzimu wa Amuma. Basi mke akaanza kupekenyua kila sehemu.